بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1444 katika silsila ya darasa za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulieleza katika kikao cha mwisho tulichokaa namna Makuraish walivyotumia njia ya kuadhibu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao wengi wao walikuwa ni jamaa zao waliosilimu na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na kwa kweli mtu aweza kujiuliza kuwa mbona pamoja na kuwa hawa masahaba walifuata haki na kuikubali, lakini walipata mitihani sana katika kushikamana kwao na ile haki. Wanavyoni waeleza kuwa katika mitihani inayowapata Waislamu muna faida kubwa sana ndani yake. Miongoni mwa faida zinazopatikana min ajli idhari صدق الصادقين وكذب الكاذبين, ili kudhihirisha ukweli wa wale wa kweli na uongo wa wale waongo. Sababu lau kama watu wangewachwa kudai Uislamu na kuwa wampenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndimi zao, lastawa as-sadiq wal-kadhib, ingelikuwa mkweli na muongo wako sawa. Sababu mkweli asema hivyo hivyo na muongo asema hivyo hivyo. ولكن الفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق من الكاذب. لكن inapokuja fitna na mtihani, hizi ndio mizani ambazo mtu hujua huyu ni mkweli na huyu ni muongo. Unapokuja mtihani, basi upambanua baina ya mkweli na muongo. Na ndio maana utakuta katika asri ya al-Makki, yani ule wakati Mtume sallama alipokuwa Makka kabla ya hijra, hakukuwa na munafiki, hakukuwa na kitu chaitwa nifaq, kwa sababu wakati ule washirikina ndio walikuwa na nini, na nguvu, wakiwadhulumu Waislamu. Kulikuwa hakuna haja ya mtu kudhihirisha Uislamu kisha adhibiwe, ni kuwa tabakia huyu ni kafir mushrik na huyu ni muslim. Kwa ilikuwa mitihani ni mingi sana. Katika hali hii ya mitihani, wapo wale ambao ulidhihiri ukweli wao kikweli na kuzidi kuonekana ule ubora wao na mchango wao mkubwa katika hii dini. Na mmoja katika hao tutakaozungumzia ni As-Siddiq al-Akbar, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardhah. Abu Bakr as-Siddiq
ambaye ni mbora katika huu umma baada ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. واهب الحريات ومحرر المستضعفين من المؤمنين, yule aliyenunua uhuru wa ndugu zake radhiyallahu anhu wa arda, aliyewazawadia wale madhaifu katika waumini uhuru wao waliokuwa watumwa chini ya washirikina. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda alijulikana wema wake tangu wakati wa jahiliya. Kwa nini isiwe hivyo wakati rafiki yake wa karibu nani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tangu kabla ya utume wake wakiwa karibu hivi. Lam yanghamis fi ithmin fi jahiliyatihi, hakuingia katika maasi wakati wa jahiliya yake. Alikuwa akipendwa sana na jamaa zake na alikuwa na huruma tangu wakati wa jahiliya radhiyallahu anhu wa arda. anfaqa juz'an kabiran min malihi fi shira'i al-'abid wa 'itqihim lillah. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu alitoa sehemu kubwa sana katika mali yake kwa ajili ya kununua watumwa. Naomba kuanzia hapa njoni huyu wala masana watu kuanzia hapa, sitaki kuona tena kuanzia leo laini hii. Watu waanze kuanzia hii laini ya redi kwenda hivi, wanaokaa hapo wote walala tu. Njoni hapa mbele, taalo nafasi mashallah nyingi pale, kuna nafasi pia. Yalla Walid, hayo njoni, taalo nahisi kuanzia mwanzo wa darasa jamaa watalala, na kweli kaini hivi hapa pazuri, si ndio? La طيب. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu alitoa sehemu kubwa sana katika mali yake katika kununua watumwa, tena wale watumwa madhaifu. Si kuwa amnunua mtumwa mwenye nguvu zake ili amtumikie yeye, la, amnunua amwachilia huru, tena dhaifu. Pengine angelikuwa na nguvu zake, angelikuwa akumbuka ile fadhila, kufa na kupona atasimama na yeye. Ni watu madhaifu ndio wanaowataka, awanunua awachilia huru lillahi ta'ala. ومن هؤلاء الكرام الذين اعتقهم أبو بكر رضي الله عنه, katika watu watukufu ambao aliwaachilia huru Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Sahaba Bilal ibn Rabah al-Habashi radhiyallahu anhu arda. مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أمية بن خلف لعنه الله. siku moja Abu Bakr as-Siddiq alipita huyu bwana Umayya ibn Khalaf. Huyo alikufa katika kufuru, tulimtaja huko nyuma. wa huwa yu'adhibu Bilalan radhiyallahu anhu, na huyu bwana alikuwa akimwadhibu sana Bilal, sababu ndo mmiliki, akimwadhibu Bilal radhiyallahu anhu. فقال له أبو بكر ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ ويهمشي الله وهو مسكين mpaka lini utakuwa muadhibu namna hii? Na wala utasema kuwa eti ukimwadhibu yorudi nyuma, harudi nyuma, iko vile vile. Qala anta alladhi afsadtahu faanqidhhu mimma tara. Bwana akaichukulia fursa, sema yote ni wewe ndio ule unayewaharibu hao watumwa,
hamuokoe kama ni kweli. فقال أبو بكر رضي الله عنه أفعل نتفاني hivyo عندي غلام أجلد منه وأقوى منا نمتوم pia ana nguvu zaidi kuliko yeye huyo ala dinika tena yuko katika dini yako mshirikina kama wewe u'tikahu bihi nitakupa yule nipe mimi huyo قال أمية قد قبلت أمية pale pale akamwambia na mimi nishakubali niletee huyo nikupe huyo فقال أبو بكر رضي الله عنه هو لك بس شكوني واكو فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك أبو بكر الصديق akamchukua yule mtumwa wake akampa وأخذ بلالا رضي الله عنه فأعتقه kisha akamchukua Bilal akamwachilia huru Umar ibn Khattab radiyallahu anhu katika sahih al-Bukhari qala akiwa mueleza Abu Bakr asema Abu Bakr sayyiduna wa a'taqa sayyidana yani Bilal Abu Bakr as-Siddiq ni bwana wetu tukufu kwetu sisi na akamwachilia huru pia bwana wetu mtukufu ambaye ni Bilal radhiyallahu anhu arda subhanallah namna gani watu wakiutabikisha uislamu kisawa sawa kufikia Umar radhiyallahu anhu kumuita Bilal radhiyallahu anhu sayyiduna kwa huyu ni bwana wetu kutoka kuwa Bilal alikuwa nani ni mtumwa lakini tizama uislamu ulivyomnyanyua radhiyallahu anhu arda kwa hivyo katika mchango mkubwa aliyoufanya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ni kuwa alitoa mali yake nyingi katika kuwakomboa watumwa wa Kiislamu walikuwa wakiteswa na kuwaachilia huru miongoni mwa wale alioachilia huru Abu Fukaiha radhiyallahu anhu ishtarahu wa a'taqahu Abu Fukaiha radhiyallahu anhu pia alimnunua Abu Bakr as-Siddiq akamwachilia huru kadhalika Amir ibn Fuhaira radhiyallahu anhu ishtarahu wa a'taqahu liwajhi Allah akamnunua Amir ibn Fuhaira kisha akamwachilia huru lillah وقد شهد عامر بن فهيرة غزوة بدر وأحد نهو صحابة ليذورية vita vya Badr vita vya Uhud na akauawa katika tukio la Bi'r Mauna ambalo tutakuja kulizungumzia huko mbele insha Allah pale alipowatumiliza Mtume sallallahu alayhi wasallam al-Qurra wale wasomi waende wakasomesha kisha wakafanyiwa khiana wakauawa wote huyo alikuwa ni mmoja wao Zinniratu radhiyallahu anha ishtaraha wa a'taqaha huyo pia ni mtumwa mwanamke akamnunua akamwachilia huru na wengi alikuwa akiwanunua radhiyallahu anhu kisha akiwaachilia huru ولم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقصد بعمله محمدة ولا جاها ولا دنيا نهكوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيفني yote hayakuwa ataka kusifiwa la ama ataka cheo la ama ataka dunia hana haja chochote katika mambo ya kidunia atoa mali kisawa sawa na wala hana haja ya chochote katika dunia dunia haiko kabisa katika moyo wake wa inma kana yuridu wajha Allah ta'ala dhal jalali wal ikram anachokitaka yeye ni uso wa Allah subhanahu wa ta'ala afanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala
روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال أبو قحافة والد أبي بكر. أبو قحافة babake Abu Bakar siku moja alipomuona mwanawe anunua sana wale watumwa akiwaachilia huru, akamuita akamwambia, ya bunayya inni araka tu'tiqu riqaban dhi'afan, mimi nakuona wewe kila mtumwa unayemwacha ni watumwa madhaifu. فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. لو كما ungelikuwa watafuta watumwa wenye nguvu zao, sawa waachilie huru, wanunue waachilie huru, lakini wenye nguvu ambao watasimama na wewe, siku utahitaji watu kusaidia wako. فقال أبو بكر رضي الله عنه, Abu Bakar akamwambia baba yake mzazi, ya abati inni inma uridu ma uridu lillahi azza wa jalla, ewe baba yangu, mimi hiki ninachokifanya sina haja na wale watumwa, ninachokitaka ni kuwa nafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. wataja فأنزل الله تعالى فيه رضي الله عنه والله سبحانه وتعالى أكترمشا كهوس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه, وسيجنبها الأتقى, ناتوبك نكوانبالي كبيسا نموت وجهنم yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sema huyu anayekusudiwa hapa wa kwanza nani? Ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, alladhi yu'ti malahu yatazakka, ambaye hutoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa. wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, na wala si kwa kuwa yupo yoyote aliyemfanyia wema ndio amlipa sasa, la, illa ibtighaa wajhi rabbih al-a'la, ila nikutaka uso wa Mola wake aliyejuu, ataka radhi za Mola wake aliyejuu. wala sawfa yarda, Allah subhanahu wa ta'ala akatoa ahadi akasema wala sawfa yarda, na hakika atakuja kuridhika kwa yale malipo nitakayompa. Mimi namhakikishia ataridhika kwa yale malipo mimi nitakayompa. Huyu ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Kuna watu bwana akitoa ataka aone faida ya kidunia pale apata nini. Inshallah nitoa kwa ajili ya msikiti taa, basi angalau asikilike anasema swala, na asikika msikitini, sio kwa sababu anatoa taa msikitini. Watu walikuwa swali gizani, basi akatoa taa, basi angalau aonekane pia yuko pale msikitini, ana kilma. Asiposhauriwa akasirika. Sasa basi kitu kidogo kama hicho pia watoa pia balaa zote hizo. Kuna watu wafanya mambo ya maana makubwa, habari hawana, hata waulizi. Lakini ni ile tarbia ambayo watu wamelelewa. Wengi katika watu leo wamelelewa katika tarbia za maslahi ya kidunia sana. Na wewe waweza kushangaa, ili mimi sizungumzii kwa awamu tu, hata waweza kuliona kwa tulabi ilmu. Aweza kuwa fanya jambo ambalo ni mchango katika dini, lakini angalia nitapata faida gani ya kidunia. Nisipoipata ile faida ya kidunia basi sifanyi. Haya wayafanya baadhi ya watu. Ukamwona kila kitu mtu anachokifanya akifunganisha kwa kuna faida gani ya kidunia dunia. Na hii ndiyo siri ya masahaba kuwa hii dini wameweza kuifikisha mbali sana, kuwa walihisi yale masuhulia waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuibeba dini ya Allah kuifikisha katika huu umma. Hebu wewe wafikiria, masahaba walijitolea kwa nafsi zao na mali zao, wakatoka wakaenda kuieneza hii dini. Ingelikuwa ni leo tungeweza sisi? Yani tuzungumze ule ukweli tu, eti tumpewa sisi ile dini tuifikishe.
jamaa wakajitolea kwa mali zao wenyewe na nafsi zao wenyewe, wakatoka wakagura miji yao, wakaenda miji mbalimbali. Ndio utasikia sahaba fulani alikuwa ni mtu wa Madina, amezikwa Sham, Azerbaijan, si wapi huko, Iraq, Kufa, Basra. Kwa nini? Kwa sababu kwenda kueneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakafika mpaka kule, wanachokitaka ni akhirah. Atoka mtu huko kwenda kupeleka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliishi kwa ajili ya dini ya Allah. Yani kitu cha kwanza kabisa kinachozunguka katika moyo wake na akili yake ni vipi nitaieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ashaona ile neema Allah aliyompa ya kuifahamu dini ya Allah. Kule alikotoka katika jahiliya akaja katika Uislamu, akaiona nuru ya tauhid, akaona hii kuna jukumu la kuifikisha kwa wengine pia na wao wakaneemeka na neema kama hii. Kwa wao waliishi katika hali kama hii, na mfano mzuri ni huu wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Na ndio maana katika sulh al-Hudaybiyah Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, ahadu akabir qaumihi, yani kwa ni mmoja katika wakubwa wa jamaa zake, ambao kufaru Quraysh walikuwa wakisema وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Sasa huyu anayekusudiwa hapa ni imma Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi ama al-Walid ibn al-Mughira ambaye atoka Makkah. Huyu Urwa ibn Mas'ud baadaye alikuja kusilimu katika fathu Makkah, lakini katika sulhu al-Hudaybiyah alikuwa bado yuko katika shirki na kufuru. Katika wale ambao makuraish waliwatuma, na hii itakuja wakati wake kuzungumzia kwa kirefu, walituma watu wengi, mmoja ni huyu Urwa ibn Mas'ud aende akazungumze na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile mikataba ya Hudaybiyah. Akaja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kuzungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi sioni isipokuwa ni mfano tu wa watu wao wamekuzunguka kudanganya tu, vita vikianza hapo watakukimbia wote. Awaambia nani? Masahaba. Abu Bakr as-Siddiq akamtukana tusi, siwezi kulitamka hapo. Sasa wale wanasema yule mkali sana alizungumza, Abu Bakar akamtukana matusi, uelewa? Akamtukana tusi kwa yale maneno machafu alizungumza kuwa masahaba watamkimbia Mtume sallam. Akamtukana kisha akamwambia, wewe una hapa kuna mtu kukimbia hapa? Jaribuni muone, hakuna mtu yakimbia hapa. Na yeye akaliona hili kwa namna masahaba wa Mtume sallam walivyokuwa wakimtukuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamtizama Abu Bakr as-Siddiq, pamoja na kuwa huyu bwana ni mtukufu kwao, ni mheshimiwa kwao, asema ama wallahi, mwambie Abu Bakr as-Siddiq, wallahi wewe, laula yadun laka kanat indi, lau kama si fadla wewe umenifanyia mimi, lam ajzika biha, ambayo ile fadla sijakulipa wewe, la ajabtuka, ningekujibu wewe. Mahallu shahid hapa, fahamu kitu kimoja, Abu Bakr as-Siddiq hajawafadhili maskini peke yake, bali mpaka matajiri na watu wanaoheshimiwa katika wakati ule pia amewafanyia fadhila, ili utasawwar Abu Bakr as-Siddiq ni mtu aina gani. Huyu bwana akiri, amwambia, lau kama kuwa wewe hukunifanyia mimi fadhila ambao sijakulipa ile fadhila. Subhanallah, watu kwenye jahiliya watambua fadhila za wale waliofanyia fadhila.
kuna watu waislamu wafanyie fadhila baadhi ya watu wafanyia fadhila kisha waje kumuona kufanyia uovu wewe uje ufikiria. Sasa vipi wewe muislamu utashindwa na huyu mtu wa jahiliya kabla ya kusilimu kwake? Yuko katika jahiliya, akumbuka Abu Bakr as-Siddiq, wallahi lau kama si fadhila fulani wewe ulinifanyia mingi kujibu wewe, lakini siwezi kukujibu sababu na fadhila juu yangu. Aheshimu ile fadhila, kuona fadhila juu yangu siwezi kujibu. na Abu Bakr as-Siddiq hapo shamtupia maneno makali sana. fa idha kana ibn Kathir asema fa idha kana hadha haluhu ma'a sadati al-arabi wa ru'asa'i al-qaba'ili fakaifa biman adahum. Ikiwa hii ndio hali ya Abu Bakr as-Siddiq kuwafadhili mpaka wakubwa katika makabila mbalimbali, vipi walio chini yake? Kwa Abu Bakr as-Siddiq hivi ndivyo alivyochangia mchango mkubwa sana katika kuwanunua watumwa na kuachilia huru. Hii ni hali ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu na mchango wake mkubwa. Lakini pia katika mambo ambayo yalitokea katika wakati huu wa udhaifu wa masahaba kabla ya Uislamu kuwa na nguvu, kuna suala ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilitamani sana, pamoja na kuwa mitihani ilikuwa ni mingi yanawapata masahaba. Ile hamasa pia ya da'wa bado ilikuwepo, sio kwa sababu basi naudhiwa jamaa wanisema basi mimi sitaki tena bwana, sifanyi tena mikitu. Na udhaifu waliokuwa nao na adhabu wanazoadhibiwa, ile hamasa ya da'wa walikuwa nayo katika nyoyo zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamani sana lau kama mtu aweza kujahirisha hii Qur'ani kwa Makuraish. Walikuwa masahaba hawana jur'a, hawawezi kuisoma hii Qur'an mbele ya Makuraish kwa kuogopea namna wanavyoadhibu watu. Wa awwalu man jahara bil Qur'ani bi Makkah ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kwanza aliyedhihirisha Qur'an na kuijahirisha mbele za watu baada ya Mtume sallallahu kwa Makuraish ni sahaba ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Wa kana rajulan dha'ifan raqiqan. Nabii Mas'ud alikuwa ni mtu dhaifu, amekonda hivi, mfupi, amekonda, hana nguvu. Kimwangalia mwili wake ana nguvu, walakinahu fil mizani yawm alqiyamati athqal min jabal Uhud. Lakini kesho siku ya kiyama kwenye mizani, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mzito zaidi ya Jabal Uhud, silsila ya jibali zile za Uhud. Na hili ni pale Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Allah alikuwa akitunda mswaki, panda katika mti wa mswaki atunda, na alikuwa miundi yake imekonda. Faja'alat ar-rihu takfa'uhu, ikawa upepo waje pelekwa na upepo. Sasa atakaofikirie wewe mtu amekonda kiasi gani, ukija upepo huyo arusha hivi kama na bendera vile inavyopelekwa, arusha. Sasa masahaba wakimtizama hivyo wakaanza kucheka. Wamcheka nani? Mas'ud apelekwa na upepo. Fadhahika alqawm faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sana akamwambia, mimma tadhakun, mwacheka kitu gani? Qalu ya nabii Allah min diqqati saqi, mwangalie miundi yake imekonda kweli kweli bwana, mpaka bwana upepo bwana. Ndio masahaba wacheka. Faqala sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Muona hii miundi yake wallahi ni mizito zaidi katika mizani kuliko mlima Uhud. Sasa huyu Ibn Mas'ud huyu alikuwa min awaili man aslama, katika wale watu wa mwanzo waliosilimu. Yeye mwenyewe yasema, laqad ra'aytuni sadisa sittatin ma 'ala al-ardi muslimun ghayruna. Nakumbuka mimi ni mtu wa sita katika watu sita walikuwa waislamu, hakuna muislamu mwingine katika ardhi isipokuwa sisi watu sita.
yani mimi nikiwa mmoja wao, watu 6 radhiyallahu anhu arda. طيب عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود. وكwanza aliyejahirisha hii Qur'an baada ya Mtume sallam katika mji wa Makka ni Abdullah bin Mas'ud. اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا, siku moja walikusanyika masahaba Mtume sallam wakiwa Makka wakasema, والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم القرآن. wazungumza sema wallahi maqureish hawajawahi kuisikia hii Qur'an, ni nani mwanamume aweza kusimama akawasikilizisha Qur'an? فقال عبد الله بن مسعود أنا. عبد الله بن مسعود hapo akasema mimi nitakwenda kusoma. قالوا إنا نخشاهم عليك, bwana sisi tukuogopea sana wewe, huwezi. إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه, sisi tunataka mtu ambaye ana jamaa zake wakitaka kumpiga wale watu wake watamtetea. Wewe hauna jamaa hapa na wewe mwenyewe dhaifu. قال دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني, niacheni Allah subhanahu wa ta'ala tanihifadhi mimi nitasoma. قال فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى. مسعود ilipofika wakati wa dhuha akaenda kwenye al-Kaaba pale. Wakati wa dhuha ndio watu wako pale wengi, watasikia wataona. wa Quraysh fi andiyatiha, maqureish katika ile mikao yao pale karibu na al-Kaaba. faqama 'inda al-maqam, kasimama katika ile maqam Ibrahim pale, sio katika maqam. thumma qara'a bismillahir rahmanir rahim rafi'an sawtahu, kisha akaanza kusoma bismillahir rahmanir rahim kwa sauti ya juu, na alikuwa na sauti nzuri sana radhiyallahu anhu warda. ar-rahman 'allama al-Qur'an, akaanza kusoma suratul rahman. قال ثم استقبلها يقرأ فيها, kisha akaendelea aisoma suratul rahman. maqureish wamsikia. قال وتأملوه فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد, wakawa msikiliza yule asema nini yule ابن أم عبد يعني ابن مسعود yasema kitu gani yule. قال ثم قالوا إنه لا يتلو بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم, huyu yasoma baadhi ya vile alivyokuja navyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. faqamu ilayhi, wakasimama kwenda kwa Ibn Mas'ud. faja'alu yadribunahu fi wajhihi, wakawa wampiga kwenye uso wake ili asome Qur'an. waja'ala yaqra'u hatta balagha ma sha'a Allah an yablugha, ikawa jamaa wampiga na yeye endelea kusoma mpaka pale alipofikia. ثم انصرف إلى أصحابه, baada ya kutandikwa sana ikawa hawezi tena kusoma, akaondoka pale akaenda kwa jamaa zake, wale wenzake walikuwa wakubaliana lile jambo. وقد أثروا في وجهه, walikuwa wamempiga wamemuumiza kwenye uso wake. فقالوا له هذا الذي خشينا عليك, jamaa akamwambia Mas'ud, sisi tulikuwa tukuogopea haya, ilikuwa tukikwambia usende, sababu ni hii. فقال ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن, sijawaona maadui wa Allah wakiwa madhaifu mbele yangu kama sasa. Kumbe ukiwasomea tu wawaka waruka ruka taabu fujo kwa sababu kusomea Qur'an tu. wala in shi'tum law ghadiyannahum bimithliha, mkitaka kesho narauka nao nenda kusoma tena pale, waacheni wanipige lakini nitakwenda kusoma. قالوا حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون, yatosha bwana ushawasikilizisha kile wanachokichukia, hawapendi kusikia, achana nao. Kwa Ibn Mas'ud ndiye sahaba wa kwanza aliyedhihirisha Qur'an mbele ya maqureish. maqureish katika hali kama hii wakazidi
zaidi kuadhibu masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii natija yake itakuwa ni yenye kuwasukuma mpaka kuwapelekea katika mtume sallallahu alaihi wasallam kuwasukuma katika kwenda kwenye hijra ya kwanza ya kuondoka Maka kwenda wapi? Habasha, ambayo itakuja karibuni biidhnillah taala. Lakini bado tuzungumzia suala la Makuraish kuzidi kuadhibu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mashtaka ya masahaba wa mtume sallam waliyopeleka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya ile dhiki wanaoipata kutokamana na Makuraish. Hayo tutakuja kuzungumzia insha Allah katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.